Leo hii ndugu wakulima na wananchi kwa ujumla, tumeshuhudia meli kutoka nchini Saudi Arabia, Riyadh, mji wa Riyadh, ambapo kampuni ya mbolea Tanzania iliagiza mbolea za kupandia tani 15,000 aina ya diammonium phosphate, na mbolea hizo zimeingia hapa nchini kwa meli hii ya Christina B, na upakuaji wa mbolea hizi umeanza na tayari tumeshaanza kusambazia wakulima wa Tanzania. Hivi ninavyozungumza, usambazaji unaendelea baada ya kupokea meli hii, na mbolea hizi zimesambazwa katika mikoa yote, zinaendelea kusambazwa katika mikoa yote ya Tanzania kupitia mawakala wetu ambao tuna mawakala zaidi ya 500, lakini pia tuna vyama vya ushirika ambao tunavitumia kwa ajili ya usambazaji pamoja na halmashauri. Lakini pia kama haitoshi, tuna maghala ambayo yako katika mikoa mbalimbali ikiwemo mkoa wa Mbeya, Ruvuma, Njombe, Iringa, pamoja na Sumbawanga. Maeneo hayo yote pamoja na Mwanza na Tabora tunatumia hivyo vituo kama maeneo yetu ya usambazaji wa mbolea hizi. Tunaendelea kupokea hizi mbolea, na mara tu hizi mbolea zinapofika tunazisambaza kwa wakulima, ambapo napenda kuchukua nafasi hii kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha kampuni hii ya mbolea Tanzania TFC kuweza kuwa na mtaji na kuanza kujiendesha hivi sasa ya kibiashara, na malengo yetu ni kuhakikisha mbolea hizi zinapatikana kwa wingi na zinasambazwa kwa wakulima ili ziweze kutumika kuimarisha upatikanaji wa mazao hapa nchini. Pia napenda kuchukua nafasi hii nimpongeze Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wetu wa kilimo, mbunge, ambaye amekuwa bega kwa bega na kampuni hii kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa weledi, lakini pia tunahudumia wakulima wote wa Tanzania katika eneo hili la mbolea. Na ningependa kutoa rai kwa wakulima wote ambao wamejisajili waweze kwenda kufuata mbolea hizi, waweze kununua, na mbolea hizi zina ruzuku ile ya serikali. Kwa hiyo wakulima tunawaomba sana waweze kutembelea maghala haya ili waweze kupata mbolea hizi ambazo zinauzwa na zitaweza kuwasaidia kuongeza tija kwenye kilimo chao, kuongeza mazao hayo wanayolima, lakini kuongeza kipato cha mkulima mmoja mmoja na kuweza kuongeza au kutimiza lile lengo la Agenda 1030 katika nchi yetu.